Mkoa wa Manyara ni miongoni mwa mikoa ambayo inazidi kukua kwa kasi zaidi katika sekta ya uwekezaji, ikiwemo utalii, biashara mbalimbali pamoja na uwekezaji wa miundombinu bora inayozidi kuwavutia wadau na wafanyabiashara mbalimbali kuwekeza katika mkoa huo. Wafanyabiashara hao ambao walipata fursa ya kuelezea baadhi ya changamoto zao wameiomba serikali ya mkoa huo kupunguza baadhi ya riba za muda mrefu ambayo imekuwa ni changamoto kwa upande wao ili kuwarahisishia kurejesha mikopo hiyo kwa urahisi zaidi. Aidha, wameendelea pia kuishukuru serikali kwa ujumla pamoja na serikali ya mkoa huo kwa kuwekea mazingira rafiki ambayo imewarahisishia wafanyabiashara hao kuendelea kuwekeza katika mkoa huo. Changamoto moja ambayo inaonekana kwa wafanyabiashara. Mheshimiwa, tunaomba kweli mnatoa pesa nyingi, lakini tunaomba ile riba mpunguze kidogo, kwa sababu kwa mfano mtu unapotaka kujenga hoteli ya kisasa inakula hela nyingi na mnatoa hela kwa hiyo. Sasa zile riba mngeweza kufanya utaratibu wa kuzipunguza zile riba, ili watu wengi zaidi tuweze kukopa zile pesa na kufanya nini na tuweze kurudisha zile riba nzuri. So unapowekeza kama hapa unategemea utapata watu, lakini kwa swala la kupata watu wengine na kuanza nini ni lingine. Kwa hiyo kwa sababu zile riba mwangalie jinsi ya kuzipunguza, na hasa hizi riba za muda mrefu ambazo zinakuwa ni mzigo mkubwa pale. Imetuwekea mazingira mazuri ambayo ni rafiki, tukishirikiana kwa ukaribu sana na mama yetu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Manyara, ambaye ni Queen Cuthbert Sendiga, anatupa ushirikiano mkubwa, na hivi vyote ambavyo tunaviona hapa ni ushirikiano mkubwa baina ya sisi wawekezaji na serikali ya mkoa wa Manyara. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Manyara, mkuu wa wilaya ya Mbulu Michael John Semindu amesema serikali ya mkoa wa Manyara imeendelea kuboresha mazingira ya wafanyabiashara wote kuhakikisha kwamba mkoa huo unafunguka ili kuwawezesha wafanyabiashara hao kufanya biashara katika mazingira rafiki na kuendelea kuwakaribisha wawekezaji zaidi katika mkoa huo. Niaba ya mkuu wangu wa mkoa, dada yetu, mama yetu na kiongozi wetu Queen Cuthbert Sendiga, serikali ya mkoa huu wa Manyara tumeendelea kuboresha mazingira ya wafanyabiashara wote. Na nyinyi mnajua mkuu wetu wa mkoa amekuwa champion kabisa kuhakikisha biashara zinafunguka, miradi mbalimbali inafunguka na kuvutia wawekezaji kuna maeneo mbalimbali. Huu ni moja mfano wa juhudi kubwa zilizofanywa na mkuu wetu wa mkoa Mama Queen Cuthbert Sendiga kuhakikisha mkoa huu unafunguka. Na wewe unajua mkuu wa mkoa alitoa maelekezo kwa viongozi wote wa serikali kwenye ngazi ya mkoa kusikiliza maoni, mapendekezo, ushauri na yote yanosemwa na wafanyabiashara wetu katika kuona namna gani tunawezesha. Na wewe unajua pia haya ni maono ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametuhakikishia na kutotaka kwamba tuhakikishe wafanyabiashara wetu, wananchi wanakuwa na tabasamu. Lakini wewe umeona leo hii biashara moja imeajiri zaidi ya vijana 30. Hiyo ni ajira rasmi. Lakini wako wakulima, wako watu usafiri, wako watu bodaboda, wako watu ulinzi, wote wanalisha kituo hicho, wako watu biashara za ujenzi, biashara za vinywaji. Mtandao ni mpana sana. Sisi kama serikali na chini ya uangalizi na usimamizi wa mkuu wa mkoa tutaendelea kufanya kazi hii ya kuhakikisha mkoa wetu wa Manyara unafunguka. Wawekezaji wanakuja na nikuhakikishie tu uongozi wa mkoa uko tayari na una uwezo wa kufanya kazi hii kwa ufanisi zaidi. Kama nilivyosema mwanzo, huu ni mwanzo. Siku za mbeleni utaona mkuu wa mkoa mwenyewe na sisi wasaidizi wake tutafungua maeneo mbalimbali. Na serikali imeendelea kufanya juhudi kama nilivyosema, tumefungua miundombinu ya barabara. Sasa tunapeleka umeme vitongojini, tunapeleka huduma za maji, huduma mbalimbali na kuboresha maeneo mbalimbali. Lakini tumefungua madawati na madirisha ya kusikiliza wafanyabiashara kupitia mamlaka ya TRA ili kama kuna changamoto tunawasikiliza. Na mwisho tumekuwa na utayari kuhakikisha tunafungua fursa kwa vijana, wakina mama, wazee na wote ambao wenye uwezo wa kufanya kazi ili wafanye kipato halali. Wilaya yetu, mkoa wetu una vyanzo vingi. Biashara za mahindi, mboga, kila kitu kwenye mkoa wa Manyara kinapatikana. Kutoka hapa Babati mkoani Manyara, mimi ni Junior Ladislaus na hii ni Wasafi TV.